Julai 3 na 4 ni siku ambayo dunia kwa pamoja inatambua kitu kinachoitwa ushirika. Sasa tufahamu pengine ushirika ni nini na kwa nini ushirika? Mimi naitwa Tito Haule, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania. Ushirika ni taasisi ambayo inaanzishwa na watu ambao wana lengo moja. Inaweza kuwa kwenye kilimo, inaweza kuwa kwenye fedha, inaweza kuwa kwenye uvuvi, madini na kadhalika. Lengo lao kubwa ni kuunganisha nguvu pamoja ili waweze kufikisha lengo la kujinyanyua kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Na ni wakina nani hasa ambao wanatakiwa kuwa kwenye ushirika huu? Mtu yoyote anaweza kuanzisha chama cha ushirika kulingana na wao wanavyoyaona. Kama nilivyosema, unaweza kuwa kwenye kilimo, maana ni wakulima wataungana. Unaweza kuwa kwenye fedha, maana ni wale ambao wanataka kujiunga kwenye hicho chama cha ushirika kinaitwa SACCOS, au kwenye nyumba, wanaweza kuamua watu wanataka kujenga nyumba za pamoja, wanaungana na kadhalika. Kwa hiyo mtu yoyote anaweza kuanzisha chama, anaweza kuwa kijana, anaweza kuwa mwanamke, mwanaume, mzee, wote wanaruhusiwa kuingia kwenye vyama vya ushirika. Na vyama hivi vya ushirika vipo kwenye maeneo gani? Mijini pekee au vijijini pekee? Hapana, vyama vya ushirika viko kwenye kila mahali, mjini, vijijini, popote ambapo watu wanaishi, vyama vya ushirika vipo. Ndio maana nimesema kwenye kilimo kuna vyama vya ushirika vya kilimo, kwenye wale wanaoishi kwenye maziwa na bahari kuna vyama vya ushirika vya wavuvi, wanaoishi kwenye madini kuna vyama vya ushirika vya madini. Kwa hiyo mahali popote ambapo watu wanaishi kwa shughuli za kiuchumi lazima wanaweza kuanzisha chama cha ushirika. Siku ya ushirika duniani Julai 3 na 4, tuifahamu pengine ilianzia wapi na kwa nini tunaiadhimisha leo hii na itaadhimishwa wapi? Hii ni siku ambayo imewekwa rasmi na wanaushirika wote duniani. Inaitwa siku ya ushirika duniani, na siku hiyo kimsingi inaadhimishwa wiki ya kwanza ya mwezi wa 7, na lazima iwe Jumamosi. Kwa hiyo kwa kawaida sisi wanaoshirika tunaona ile siku moja haitoshi, kwa hiyo mara nyingine tunakuwa na siku 2 3. Mwaka huu tutakuwa na siku 2, tarehe 3 na tarehe 4, na itafanyika pale Dodoma kwa Tanzania, lakini kwa dunia kila nchi inaadhimisha kwa wakati wake, lakini ni siku hiyo moja, siku ya tarehe 4. Tufahamu sasa hii siku ya ushirika duniani na tunashiriki vipi sisi wananchi wa huku mikoani na pengine wananchi ambao kwa pamoja tunasema kwamba sisi wana ushirika, lakini kushiriki kwetu tunashiriki vipi? Ushiriki maana yake, kwa sababu sasa tunafanya sehemu moja kitaifa, wanaushirika wote Tanzania wanakwenda pale Dodoma ili kuweza kwanza kuonyesha kazi ambazo tunazifanya kama wanaushirika kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, lakini pili kuonyesha jamii, kuonyesha nchi kwamba hii ni sekta muhimu katika kuendesha uchumi wa nchi. Na kwa hiyo wote tunakwenda pamoja, lakini kwa sababu ya miundombinu na nini, mara nyingi wanakuja wawakilishi. Kwa hiyo unakuta kila chama kinaleta wawakilishi kule pale Dodoma. Tungetamani wote wanachama wote zaidi ya milioni 3 na kidogo wangeweza kuja wakaungana na sisi, lakini inakuwa ngumu kwa sababu ya miundombinu. Kwa hiyo wanaoshiriki kule mara nyingi wanakuwa ni wale wawakilishi wa vyama vya ushirika vyote Tanzania. Huko mtaani kuna nadharia zinasema kwamba tukizungumzia ushirika tunamaanisha ni watu ambao kidogo umri umesogea. Vipi kwetu sisi vijana, unatukaribisha na pengine tunaruhusiwa kuingia, na ni faida gani ambazo sisi kama tukiwa wana ushirika tunazipata? Ni kweli kuna dhana ipo kwamba vyama vya ushirika ni kwa ajili ya wazee, lakini ukweli ni kwamba vyama vya ushirika viko kwa kila mtu yoyote, kwa sababu lengo lake kubwa ni kumuondoa mtu ambaye akiwa peke yake hawezi kufanya jambo lile kwa ufasaha, lakini wakiwa wengi ndio wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo vijana wanaalikwa, tunahamasisha vijana, na hata kwenye zile tunaita kanuni za ushirika iko kanuni ya elimu na mafunzo ambayo tunasema kimsingi wanapaswa kupewa habari watu wote, hasa vijana na wanawake kujiunga kwenye vyama vya ushirika. Na kwa hiyo tunawakaribisha vijana kujiunga kwenye vyama vya ushirika. Inaweza kuwa kwenye wale wa bodaboda, wale wa bajaji, wakajiunga moja kuwa chama cha ushirika. Lakini pia hata waandishi wa habari, mimi wakati na washangaa kwa nini wanakuwa
wanachama chao wanaita journalist kitu gani sijui, chama cha waandishi wa habari, lakini kiko tu kwa kijamii zaidi, lakini unaweza kufanya kile kiuchumi zaidi, kwanza kiuchumi zaidi na kikawa very strong. Kwa hiyo vijana mnaalikwa sana kuingia kwenye ushirika ili kuendeleza uchumi wa nchi, badala ya kulalamika ajira hamna na kadhalika. Ajira zipo, lakini unazipataje? Kwenye ushirika ndio fursa iko kubwa zaidi ya kupata ajira, kwa sababu hata masuala ya mikopo ni rahisi kupata mkopo ukiwa kwenye chama cha ushirika kuliko ukiwa peke yako. Kuna huyu mwananchi mmoja sasa hivi amepita maeneo mbalimbali, kwa mfano kama mkoa wa Geita kuna eneo kama Kasamwa pale. Kuna mashine mpya ambazo zilikuwa zinazalisha zamani na chakata pamba. Sasa hivi zimeanza kufufuliwa tena kwa upya. Pengine huyu mwananchi mmoja akiwa anaona kama vile ndio umeibuka tena baada ya kupotea kwa muda. Kuna uhalisia wowote kwenye hili? Ya uhalisia upo, kwa maana kwamba watu walikuwa wanaona havifanyi kazi. Lakini kwa sababu sasa tumeona jambo hili lilikuwa linaleta manufaa makubwa kwa nchi na kwa mtu mmoja. Kama unavyosema, kukiwa na kiwanda kwa mfano cha ushirika, ni lazima pata ajira zitatoka hapo, na ajira nyingi zitakuwa kutaenda kwa vijana na kina mama. Kwa hiyo kwa kufufua viwanda hivi, kwa mfano Nyanza wana kiwanda sasa wamekifufua na kujenga kipya cha zaidi ya bilioni 3. Hicho peke yake kitakapokuwa kimeanza kazi kiko 100%, vijana wengi wa eneo lile wataajiriwa. Kwa hiyo kufufua viwanda hivi ni kwa ajili ya kwa manufaa ya wanachama wenyewe, nchi, lakini pia na kwa vijana na wote ambao wana uhitaji wa ajira. Upi ni wito wako kwa wanaushirika wote katika kuelekea siku ya ushirika duniani? Wito wangu ni kwanza kwa vijana wahakikisha kwamba wanaunda vyama vya ushirika ili waweze kujikwamua kwenye wimbi waliokuwa nalo la kukosekana wa ajira. Lakini kwa wanaushirika sasa, na waalika wote waje Dodoma siku ya tarehe 3 na tarehe 4 kwa ajili ya kuadhimisha siku ya ushirika duniani. Nadi William Lyabalima ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha Nyanza. Okay. Sasa karibu tuweze kufahamu kwa undani. Pengine kwetu sisi kwa kanda ya Ziwa tuna mazao ambayo yalikuwa yanapewa kipaumbele sana, lakini yalikuwa yanapewa kipaumbele kwa sababu ya vyama vya ushirika. Leo hii inaonekana kama vile yameshushwa sana thamani. Vipi, shida ni nini hasa? Asante. Kwa mikoa ya kanda ya Ziwa hususan Mwanza, pamoja na kuwa kuna mazao mengi, lakini zao kuu la kibiashara ambalo linatambulika ni zao la pamba, ambalo kimsingi wakulima wetu wamekuwa wakilima na kuwanufaisha, na limepitia changamoto nyingi. Moja ya changamoto kubwa kabisa ni uzalishaji kushuka siku hadi siku, lakini pia wakulima kuendelea kupungua wanaoshiriki kikamilifu katika kilimo cha zao la pamba, na hii inatokana na changamoto mbalimbali. Moja ni matatizo ya mbegu. Kama mnavyofahamu kwamba baada ya kuja mfumo ule wa soko huria, masuala ya mbegu hayakuzingatiwa kwa kiwango kikubwa, na unapokuwa hauna mbegu bora, maana yake hauwezi ukawa na uzalishaji mkubwa. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo vyama vya ushirika, lakini pia bodi ya pamba kama msimamizi wa zao, pamoja na vyuo vya utafiti vya masuala ya kilimo kama TALI Ukiriguru, wanaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba wanapata mbegu bora, lakini pia wamekuwa wakijaribu kuangalia mbegu ambazo zinalimwa kwenye nchi za India, Pakistani pamoja na Brazili, ili waweze kuzifanyia majaribio, na zikifanya vizuri basi tutabadilisha swala zima la mbegu. Lakini pia wakulima kutokufuata kanuni bora za kilimo, hasa kwa kutokuzingatia matumizi ya mbolea, lakini pia kuwa na viuatilifu dhaifu ambavyo vinashindwa kupambana na magonjwa, hasa mkizingatia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameibua wadudu wengi ambao kimsingi wakati mwingine viuatilifu vinavyokuja vinashindwa kupambana na changamoto ya hao wadudu waharibifu. Na lengo la serikali ni kuzalisha tani 700,000, na sasa hivi unaweza kuona tunazalisha tani 200,000, tukienda sana tani 300,000. Kwa hiyo sisi kama vyama vya ushirika, kwa kushirikiana na msimamizi wa zao kwa maana ya bodi ya pamba, tunashirikiana kuhakikisha kwamba wahamasisha wananchi wa kanda ya Ziwa waendelee kulima pamba, ili kuakisi sasa ule msemo wa kwamba pamba ni dhahabu nyeupe. Na hii unaweza kuona tumeanza na kufungua viwanda kama chama kikuu cha ushirika cha Nyanza
kinakamilisha kiwanda ambacho kimechukua gharama ya karibu fedha za Kitanzania bilioni 3. Hiyo unaweza kuona ni namna ambavyo tunachochea sasa kuhakikisha kwamba zao la pamba tunalihamasisha na kuwashirikisha wananchi ili waweze kulima kwa kufuata zile taratibu kama ambavyo nimezizungumza. Pengine kama kwa upande wa Nyanza mnafanya jitihada gani katika upande wa mazao mengine pia, kwa sababu hatuishi tu kwenye zao la pamba, kanda ya Ziwa kuirudisha kwenye ramani, hasa katika upande wa vyama vya ushirika? Ni kweli kama unavyozungumza, Nyanza kuundwa kwake ilikuwa imejikita kwenye zao moja tu la pamba, lakini tumebadilisha masharti yetu na kuingiza mazao mengine. Hivi ninavyozungumza tuna program kabambe ya kuongeza uzalishaji na kuongeza zao la kahawa. Kwa hiyo kwenye mkoa wa Mwanza, wilaya ya Ukerewe pamoja na wilaya ya Buchosa zinafanya vizuri kwenye zao la kahawa, na imekuwepo kuanzia miaka ya 50, lakini ilikuwa haijatambuliwa na ilikuwa haijatiliwa mkazo. Kwa hiyo sisi tumetia mkazo, tumeshirikiana na bodi ya kahawa lakini pia na watafiti kwenye zao la kahawa. Kwa hiyo tumeanza kugawa miche ya bure kwa wananchi na wakulima kwenye wilaya ya Buchosa, lakini pia wilaya ya Ukerewe. Tumeanza na wilaya ya Ukerewe ambao tumegawa miti 22,000, na hivi ninavyozungumza tumetenga zaidi ya milioni 70 kwa ajili ya kununua miche, na tayari imeshaoteshwa kwenye vitaru. Muda wote tutaanza kuwagawia wakulima kwenye wilaya ya Ukerewe pamoja na wilaya ya Buchosa, na tunapeleka mradi wa ufugaji wa samaki kule wilaya ya Buchosa, lakini mipango yetu ya baadaye ni kuwa na kiwanda kidogo cha kubangua kahawa kwenye wilaya ya Buchosa. Sasa tunaelekea Julai 3 na Julai 4, siku ya ushirika duniani. Kwako wewe kama uko hapa Mwanza kupitia Nyanza, chama cha ushirika hiki, unatoa neno gani kwa wanaushirika wote? Neno langu ni kuwahamasisha wanaushirika wote, hasa wawakilishi, wajitahidi kuifikia hiyo fursa ya kwenda Dodoma. Ni siku muhimu sana ambayo inaangazia masuala mazima ya ushirika nchini, na inawaleta pamoja wanaushirika wote kujadili na kuona mafanikio, lakini pia na changamoto na kuzitolea ufumbuzi. Kwa hiyo ni siku muhimu kabisa ambayo kila mwana ushirika yoyote kwenye mkoa wa Mwanza ninawaomba sana waweze kushiriki. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.